Chama cha mawakala mabasi mkoa wa Arusha CMMA kimesema kimekuwa kikipiga vita unyanyasaji wa kijinsia, ukiukaji wa maadili katika jamii, ulevi na matumizi ya madawa ya kulevya kwa vijana ambao ndio nguzo muhimu kwa taifa. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa CMMA Bwana James Leonard wakati akisoma hotuba ya chama hicho kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakala mabasi mkoa wa Arusha CMMA kilichofanyika katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Arusha, ambapo amesema wamekuwa akiwaelimisha vijana juu ya madhara yanayopatikana kutokana na ulevi wa kupita kiasi. Aidha, katika hatua nyingine amesema wamekuwa wakijitolea kwa jamii yenye mahitaji maalum kama kuchangia damu na kusaidia watoto yatima na wenye ulemavu kwa kutoa misaada. Akizungumza katika mkutano huo, mgeni rasmi Chausiku Baha ambaye ni kaimu dasi wilaya Arusha mjini kwa niaba ya mkuu wa wilaya Arusha mjini amekipongeza chama cha mawakala mabasi mkoa wa Arusha na kuwataka kuendelea kuwa na mshikamano huko wakihubiri amani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Godson. Tumekuwa tukipiga vita unyanyasaji wa kijinsia, ukiukwaji wa maadili katika jamii, ulevi na matumizi mabaya ya madawa kulevya kwa vijana ambao ni nguzo muhimu kwa taifa letu. Vita hii tumeipiga kwa kuelimisha vijana walio katika maeneo yetu juu ya madhara yanayopatikana kwa ulevi wa kupita kiasi, matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, kwani tunafahamu kuwa kanisa linahitaji vijana, misikiti inahitaji vijana, lakini taifa kwa ujumla linahitaji nguvu za vijana katika maendeleo ya taifa letu. Tusipowalinda vijana hawa kwa kuelimisha juu ya tatizo hili kubwa, kesho ya taifa letu halitakuwa salama kama ambavyo waasisi wa taifa letu walivyotuachia. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na shughuli hiyo ya kijamii, kwa vile chama cha mawakala wa mabasi mkoa wa Arusha tumekuwa tukijitolea kwenye jamii zenye uhitaji kama vile kuchangia damu, kwa kuwa uchangiaji wa damu ni muhimu sana. Kwa uhitaji wa damu unaweza kusababishwa na waliopata ajali au akina mama wanapojifungua, whether kwa njia ya kawaida ama kwa operation. Kwa hiyo damu tunafahamu kwamba ni jambo muhimu sana. Lakini vile tumekuwa tukisaidia jamii zenye uhitaji vile kama watoto wenye ulemavu lakini yatima kwa nyakati tofauti, kwa kuwa tunaamini watoto yatima wanahitaji huduma kama ambavyo watoto walio majumbani mwetu pia wanavyohitaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha mawakala wa mabasi mkoa wa Arusha katika kuwasaidia wanachama wetu kuimarika kiuchumi, tumekuwa tukishirikiana na taasisi binafsi na serikali katika kuelimisha na kuwasaidia kufanya kazi kwa bidii na kuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha kwa ajili ya maendeleo yao. Na haya yamezungumzwa hata hapa na walikuwa wanaendesha mada, lakini vile viongozi wetu wa dini katika kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na nidhamu ya kimaisha lakini pia nidhamu ya fedha. Sambamba na hilo, na kwa kuwa uwezo wetu bado ni mdogo, hatujafanikiwa kupata bima za afya ambazo zingeweza kusaidia wanachama wetu. Katika uwezo wetu ni mdogo na hatujafanikiwa, lakini tumekuwa tukipeana mkono wa faraja ama mkono wa pole kwa wanachama wetu pale wanapougua au kuuguliwa na wategemezi wao, ama kufariki ama kufiwa na wategemezi wao. Mkono huu wa faraja ama mkono wa pole tunaopeana unatokana na michango yetu wenyewe, na tunachangiana pale tu mwanachama anapopatwa na changamoto. Lakini mwaka huu tumeamua kuanzisha mfuko wa jamii kwa ajili ya kutatua changamoto hizo. Mfuko huu utachangiwa na wasimamizi kwa maana ya wakala wakuu ambao tumekubaliana kuchangia kiasi kidogo kila siku kutoka kwenye vipato vyao. Mwanachama wa kawaida ama wasaidizi watakuwa na jukumu la kulipa michango yao ya mwezi tu, lakini jukumu hili tutalianza baada ya miezi kadhaa na kutumisha mfuko huo. Mwisho, kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi chama cha mawakala tumeshiriki maombi na dua ya pamoja kwa kushirikiana na viongozi wa dini wa mkoa wa Arusha yaliyofanyika tarehe 21 mwezi huu, yani Jumamosi iliyopita, kwenye ukumbi huu. Kwa maombi haya tunaamini uchaguzi utakuwa wa amani, na tunakuhakikishia tutashiriki kwenye michakato mbalimbali kuelekea uchaguzi, na tutashiriki kupiga kura na kuchagua madiwani,
wabunge na rais. Nitoe wito kwa Watanzania wote tushiriki uchaguzi ili kupata viongozi wanaotufaa na kuepuka wale wenye maneno yanayoashiria uvunjifu wa amani wa nchi yetu, kwani amani sio jambo la kuchezewa hata kidogo. Tunafahamu amani inapovurugika, lazima mtoto yuko shule, mama yuko kwenye shughuli zake huko, au baba na mama yuko kwenye shughuli zake, mnaweza mkaachania huko pale amani inapokuwa haipo. Kwa hiyo umuhimu wa amani na haya maendeleo yote na kusaidiana jamii zenye uhitaji zinategemeana pia na hii amani iwepo, lakini amani ya kwetu tunafahamu inatokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ndio maana na sisi tumeshiriki maombi na dua ambazo zifanyika hapa. Kama niisha mabasi ni nyie tu sasa, mtoke huku ama mbaki huku, lakini pia upande mwingine mwe wamiliki. Tuna stendi kubwa, wachache wenu wamefika, wameona. Wiki iliyopita tumeshirikiana nao. Stendi ile sio kama hii hapa ambayo natarajia baada ya muda mfupi tukikamilisha tutatoka hapa, tutaenda wapi? Bondeni City. Tumeshirikiana mwenyekiti pamoja na timu yake. Ukisikia tuna watu kadhaa tumewakamata wako eneo la stendi ama nje ya stendi ama basi fulani ama gari fulani, ni hao ndio wanaotupa ushirikiano. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kutoa ushirikiano. Wako watu katika jamii hatufanani. Anaelewa kabisa kwamba madhara ya hichi ninachokifanya ni nini. Anaelewa, lakini ni hulka ama ni tabia ya mtu kubadilika inakuwa ngumu. Lakini ili aweze kubadilika, sisi tutoe ushirikiano. Akisikishwa kwenye mamlaka husika, akaonywa na akaonyeka, tafsiri yake atakuwa ni mtu mwema. Kwa sababu katika uhalisia kwenye jamii ama sisi ni wazazi, hakuna anayetamani ndugu ama mtoto ama jirani yake apate na jambo lolote baya. Lakini inapofika hatua tumekanyana, tumeonyana, habadiliki, tunachotakiwa kufanya nini? Ni kuonya kisheria. Kwa hiyo niwaombe, nawafahamu toka hapo wimbi kubwa limepungua, lakini najua wachache bado wapo. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana. Lakini katika sehemu zetu za huduma tunakutana pia na changamoto mbalimbali. Naendelea kushukuru mwenyekiti pamoja na viongozi na wote wanachama. Mmeendelea kutupa taarifa. Maeneo yetu yenye mikusanyiko ya watu kuna changamoto. Watoto wanapotea, wako stendi pale. Kuna watu wako tu wanapata changamoto mbalimbali, usafiri. Mnatuletea, na washukuruni sana. Kwa kweli chama chenu ni muhimu sana. Mimi binafsi niendelee kuwapongeza, lakini niendelee kusisitiza tuendelee kuhubiri amani, tuendelee kuhubiri upendo, lakini tuendelee kuwashirikisha ndugu zetu wote swala zima la uchaguzi mwaka huu. Tusisahau wala tusisite. Tunafahamu sote ni mwaka wa nini? Wa uchaguzi. Na unapoenda kwenye zoezi la uchaguzi mkuu, tafsiri yake tunaanzia ngazi ya madiwani, baadaye wabunge, tunamalizia na nani? Na rais. Sawa ndugu zangu? Na tufahamu ni sawa na nchi nzima tunapiga kura kwa maana wale watu wenye sifa. Lakini inapofika hatua fulani, wakianza kuhesabu zile kura, mwisho wa siku tutajua wilaya ya Arusha wamepiga kura wangapi. Sisi tunaelewana. Tukisogea wilaya nyingine wamepiga ngapi. Sasa mimi niwaombe sisi tusisite kumpa rais kura nyingi. Niwaombe tumpe kura nyingi za kutosha. Kadri wilaya ya Arusha tunapomheshimisha mheshimiwa rais, ndivyo tunapoendelea kupata miradi mikubwa. Na miradi mikubwa inatusaidia sisi pamoja na vizazi vijavyo. Kwa hiyo niwaombe sana. Tokapo tuko hatua nzuri kwa maana ya maendeleo, lakini bado tuna uhitaji. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, msiniangushe.